Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limethibitisha kwamba wapiganaji 29 wa kundi la waasi la M23 AFC wamejisalimisha rasmi kwa majeshi ya serikali, huko wengine watatu wakikamatwa katika misururu ya operesheni za kijeshi zilizofanyika katika tarafa la Walikale, mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa Jumatano Oktoba 8 mwaka 2025 na huduma ya habari na mawasiliano ya FARDC yenye makao yake Walikale, wapiganaji hao wamekabidhi silaha zao na kupelekwa kupatiwa huduma za matibabu stahiki chini ya uangalizi wa majeshi ya serikali. Taarifa hizi zimeeleza kuwa kitendo hichi ni ishara ya mafanikio ya operesheni za kijeshi zinazoendelea katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini, ambako jeshi la FARDC limekuwa likiimarisha doria na kushindikiza waasi kuacha mapigano. Jeshi la FARDC limewataka wapiganaji wengine waliobaki msituni kujitokeza na kujisalimisha kwa hiari ili kuepusha umwangaji damu na kusaidia kurejesha amani katika eneo hilo. Mapigano makali yameripotiwa kuanzia alfajiri ya leo kati ya waasi wa kundi la AFC M23 na wapiganaji wa Wazalendo katika kijiji cha Luke huko Masisi, mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, milio ya risasi nzito na nyepesi imesikika tangu majira ya saa 11 alfajiri baada ya waasi kuanzisha shambulio la ghafla dhidi ya ngome za Wazalendo, wakilenga kuliteka tena eneo hilo na kupanua ushawishi wao katika ukanda huo. Taarifa zinaeleza kuwa hali ya wasiwasi imeenea miongoni mwa wakazi, huko wengi wakikimbilia msituni kutafuta usalama. Kumbukumbu inaonyesha kuwa wakazi wa Luke walikuwa wamerejea manyumbani mwao mwezi mmoja uliopita baada ya Wazalendo kuliteka kijiji hicho, lakini kurejea kwa mapigano kunahofiwa kwa sababu ya wimbi jipya la wakimbizi wa ndani. Wakati huo kutoka Nzibira huko Kalehe, mkoa wa Kivu Kusini, taarifa zinaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa Wazalendo wamejisalimisha kwa jeshi la mapinduzi la Kongo ARC chini ya muungano wa AFC M23. Mashuhuda wanasema mkutano wa hadharani uliitishwa kwa ajili ya kuwapokea wapiganaji hao waliokubali kujiunga na M23 kwa hiari. Viongozi wa kijeshi wa M23 waliokuwepo walisema tukio hilo linaonyesha ukuaji wa nguvu zao na udhaifu wa majeshi ya Wazalendo. Kauli mbiu iliyotumika kwenye mkutano huo ilikuwa Simba wa Sarambwe hawarudi nyuma, wanakwenda mbele na mbele zaidi. Hata hivyo, hali ya usalama bado ni tete katika maeneo yanayozunguka Nzibira, huko mapigano madogo yakiripotiwa tena katika maeneo ya Kibumba na Karumba, ambako vikosi vya FARDC na Wazalendo vinaendelea kujaribu kuzuia kusonga mbele kwa waasi. Mamlaka zimetaka wananchi kuepuka maneno ya mapigano wakati mazungumzo ya amani kati ya serikali ya DRC na M23 yakitarajiwa kuanza wiki hii mjini Doha huko Qatar. Na kukaribisha tena mpendwa msikilizaji kwa kufuata taarifa zetu ambazo zitakukujia kesho na kesho yake, wiki kwa wiki, mwezi kwa mwezi kwenye channel yako ya Didas TV. Kwaheri.